Naam, hamjambo mtazamaji wa television la Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika matangazo yetu, pia uchambuzi wetu wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taifa ya Janvier Emmanuel Kaluya, tukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Sud Kivu, makao yetu ikiwa Uvira. Tunaendelea kupeperusha habari zetu na kuletea habari zenye kuwa za uhakika, zisizokuwa za kasoro kupitia television la Voix d'Uvira TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone, kulike, pia kushare, kuweka comment ili tunapotoa habari zetu kila leo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Habari zetu zaangazia kuhusu kurejea kwa waasi wa M23 ambao siku kadhaa wakiwa Uvira tayari kupitia onyo la Marekani kuweza kuomba vikosi vyao viweze kuondoka huko maeneo ya Uvira. Sio katika vile ya Uvira tu, bali wanatakiwa kuondoka kabisa katika maeneo ya Uvira ili warudi nafasi ambapo walipotokea, jambo ambalo kwa sasa limekuwa ni hofu kwao. Wameanza kutangatanga na kurangaranga kuona nini watafanya kuhusu swala hilo ambalo linaloendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waweze kuangalia namna gani ya kuweza kuondoka, jambo ambalo linalitia hofu kabisa kwao. Tangu hiyo jana majira ya saa 12 za jioni mpaka saa 11 za alfajiri kulionekana vikosi vingi, wanajeshi wao pamoja na vikosi gari kadhaa zikianza kuondoka kurudi huko Rwanda, jambo ambalo linapelekea wakaji wengi wa Uvira kufurahi na kudhibitisha kuwa wameshukuru kabisa kwa swala hilo, na kuweza kushukuru kwa Marekani kuweza kutoa onyo kwao ili waweze kurudi na kuacha Uvira mikononi mwa serikali. Lakini licha kuwa kuna condition ambazo sio wameanzisha wao wenyewe kutaka kuomba serikali kutimiza, lakini imeonekana kuwa haitafua dafu, kwa sababu mpaka sasa Marekani haijazungumza lolote na serikali ya Kinshasa, bado nayo halijazungumza lolote kuhusu mikataba au kuhusu vidhibiti ambavyo waliweza kuiweka huko maeneo ya Kalundu. Tayari kulikuwa na boti za kivita ambazo tayari zimeondolewa na nafasi zingine kulikuwa silaha kubwa, kulikuwa vifaa vikubwa na gari zao zilionekana kuweza kurudi. Hivyo ndivyo wakaaji wa Uvira waliweza kudhibitisha, na tunavyozungumza kwa sasa kuna television ambazo ziliweza kufanya live na kuonesha kuwa vikosi vimeondoka. Lakini hali ambayo inaendelea kutayarisha na inaendelea kuzunisha, wakati vikosi hivi vikiondoka, kuna habari ambazo zinasemekana kuwa wameleta mapolisi zao kuweza kubaki hapo, na licha kuwa wameacha polisi kubaki hapo Uvira, je, itakuwaje polisi endelee kufanya kazi hapo wakati M23 imeondoka Uvira? Mtazamaji, ikiwa unakuwa na maoni yako, pendekezo yako, usikose kabisa kujiunga nasi kwa kusambaza habari zetu kila leo, tunapotoa habari zetu kila leo, ili uweze kusaidia wengine waweze kujua kile ambacho kinachoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna audio nyingi, wakaaji wengi walizungumza kuhusu swala hilo ambalo limetia hofu na ghafla, na kutaka kujua kile ambacho kinachoendelea, na kuomba ili uweze kusikiliza kile ambacho walichokizungumza. Hao majeshi yanatoka Uvira, nimesema kama nafanya repli strategique, ni uongo. Bana deborde kilima Kirungu, wanataka kuchomokea ngambo ya huku Analave Baraka Fizi. Kwa sasa tunalertewa wazalendo wote na wakubwa majeshi wa M23 wa Rwanda hawakurudia, wakatiriza kilima ile wachomokea huku mbele. Kwa sasa wakubwa wote wenye kuwa ndani FRDC wazalendo mwani makeni, majeshi ya Rwanda haikurudia, inapanda kilima Kirungu wanakatiriza hivi weko vilima wakulima wanapanda ili wao watokeze mbele nyuma ya Baraka, nyuma ya Fizi. Kwa hiyo tunaalerte, video hii ni ya leo, haiko ya jana, ya leo le 18 ya jeudi Desembre 2025, le 18 jeudi Desembre 2025. Niyo tutakuwapasha ma general, mwe makini sana, muangalie gisi ya ukabila huyo adui anawakatiriza. Amjambo tena, sisi hatutalala na nchi yetu. Kongo ni yetu moja tu. Kuna watu ambao wana uraia wa nchi 3 2, lakini sisi tuna uraia wa nchi moja. Tukitoka hapa tunaitwa marefugee, tunaitwa wakimbizi kwenye nchi jirani. Hatupendi kuenda kwenye nchi jirani, hatupendi kuwa warefugee. Ndio maana tunasimama kudenonce kila tukio ambao Wanyarwanda watafanya. Nawaambia mimi Wanyarwanda nina nyinyi mpaka kieleweke. Uongo wenu wa kusema kwamba genocide TC ambayo ilikuwa ni genocide Rwanda uliisha. Wazungu washawaelewa kwamba mlidanganya. Risasi aliweza likachagua kuua tu watu ambao ni Watusi na kuacha Wahutu.
na ndo uongo ambao mnauona hapa sasa hivi. Tena ulimwengu unataka kupigwa. Hii hapa ni gari ya Rwanda ambao wanataka kuja kuanzisha kavurugo Uvira, ili waseme kwamba Watusi wanakuja kuvamiwa au Wanyarwanda wanakuja kuvamiwa na wazalendo na serikali ya Kongo, na huku tunajiandaa kutoka. Kwa hiyo mbinu za Wanyarwanda, wanachukua mbinu kuingiza hizo gari, watajigawa, wanajeshi wamoja wanapiga wengine, yani wataanzisha vurugo wenyewe kwa wenyewe. Aidha waje wachokoze wazalendo, aidha wao kwa wao wavalishane teni za wazalendo au teni za FRDC, wapigane wao kwa wao mule Uvira, waseme kwamba tulikuwa tunajiandaa kutoka, lakini tunaona jeshi la Kongo linakuja kutuvurugia kutoka, na sisi hatuwezi kuwaacha watu wetu wakiwa na vurugu au fasi ambayo tunatoka kubaki vurugu. Ili Ufaransa uje kama vile wa observateur, ni mbinu za Wafaransa. Watu wasiojua hii siasa wanyamaze kimya. Huu sio muda wa kufichana tena, na sio muda wa kuacha Rwanda inajitawala kama ilivyojitawala. Ndivyo walivyofanya, na hii ni gari ambayo imeingia leo tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo ulimwengu ujue hiyo ni mbinu. Mkisikia masase Uvira, sio FRDC ambayo inaingia pale, bali ni wao wanapigana wao kwa wao kwa sababu ya kuvuruga mchakato wa kuondoka. Ndo Wanyarwanda hao, nchi ambayo inaishi kwa misingi ya uongo. Sasa tunashangaa na nchi ambayo zinaongozwa na Wabantu, Wahutu wenzetu. Mnanyamaza kivipi? Hamkeni, hawa watu washatuzoea muda mrefu sana. Na kama hamtaamuka, marais wetu watatuonea, wataendelea kutuonea mpaka mwisho. Na huu muda hatuonewi tena. Wanapanga plan hiyo kukataa Sadeke ambayo iliongelewa na Trump kwamba Sadeke ndio itakuja pale baada ya nyinyi kuondoka, kutakuja nchi ya Tanzania na Angola. Wao hawataki kwa sababu nchi ambayo inampa Kagame kiburi ni nchi ya Ufaransa, nchi ya Uingereza, nchi ya Ubelgiji na nusu ya nchi ya Marekani. Wamarekani wamejigawa mara mbili. Kuna Wamarekani wa Democrat, wale wa familia Bill Clinton, na kuna hawa wa huyu ndugu ambaye amesimamia kweli, ambaye ni Trump. Sasa hawa wa Democrat ambao ni familia ya Bill Clinton wanampa kiburi sana Kagame. Lakini tuombe Mungu, na pamoja na tufanye nguvu, na tuwe makini na kwa kudenose kila tukio ambao Wanyarwanda watafanya. Tusiwaache wawe wanafanya mbinu zao za uongo na tunawaachia. Kudenose inashinda hata risasi. Sambaza hiyo audio, sambaza na video, ambatanisha audio na video ili uongo wa Wanyarwanda uishe. Na kuna watu ambao wana utaalamu, sisi hatukusoma. Mbona Wanyarwanda wanajua sana kutengeneza hivi vitu? Wanaweza kuchukua hii video au hii audio na hii inatoka kama klipu fulani hivi, inarushwa hata kwenye YouTube. Wajue Wanyarwanda ni waongo sana. Hata kule Rwanda ile genocide TC haikuwa genocide TC. Risasi aliwezi likachagua. Risasi lilikuwa linapiga kila mtu na bila kuchagua, na wazungu walikufa kipindi kile. Lakini uongo, na wazungu wakawa wanaingia cha kike, wanadanganywa na kainchi kadogo, tena kama mtu kamwembamba, wanadanganywa na watu ambato sijui nisemeje. Na wanalainika tu wazungu na wenyewe, kwa sijui kama wakoje wazungu na wenyewe. Kwa hiyo ndio hivyo, sambazeni hiyo audio. Yaani hapa basi tu sina uwezo. Naam, hizo ni sauti za wakaaji wengi kabisa wa Uvira ambao tuliozungumza nao kupitia televisheni yetu La Voix d'Uvira TV. Chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho. Usikose kujiabone kwa channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni Jean-Pierre Emmanuel Kaluya, nakutakia usikilivu mwema. Kwaherini.